Hello, habari ya wakati huu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kupata nafasi nzuri ya kuzungumza na wewe tena katika chaneli yetu hii. Na leo tutakuwa tuna jambo moja zuri la kujifunza kabla hatujauendea mwaka 2026. Na katika somo letu la leo tutakuwa tukitazama namna 5 za kupata hekima mwaka 2026. Namna 5 unaweza ukapata hekima 2026. Ninajua ya kwamba ni shauku ya kila mmoja wetu kuwa na hekima, lakini leo nitakuwa ninazungumza na wewe namna 5 za mtu anaweza akapata hekima kwa mwaka 2026. Na bila kupoteza wakati na kupoteza muda, basi nianze na namna ya kwanza ya kupata hekima mwaka 2026 ni kumcha Bwana. Kumcha Bwana. Kusoma kitabu cha Mithali 1 mstari wa 7, neno la Mungu linatuambia wazi ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha hekima. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kwa kama unahitaji hekima, basi umche Bwana. Na kumcha Bwana ni nini basi? Unaweza ukawa unajiuliza kuwa kumcha Bwana ni nini? Ninakwambia kumcha Bwana ni kukataa uovu, ni kujitenga na uovu, ni kukataa mabaya, ni kukataa dhambi. Kwa ukianza kujitenga na maovu, ukaanza kujitenga na mabaya, ukaanza kufanya yale ambayo Mungu anataka ufanye, utajikuta unafika hatua ambayo unaanza kuwa na hekima. Si jambo moja tu hilo, ni jambo la kwanza. Basi jambo la pili ni kusoma vitabu na kujifunza. Kusoma vitabu na kujifunza, hii nayo ni njia ya pili ya kukufanya upate hekima. Unajua watu wengi hawapendi kusoma. Watu wengi wameacha tabia ya kutafiti mambo na kuyatazama kwa kina, hawasomi. Lakini kama leo hii utaadhimia moyoni mwako kwanza 2026 ukaanza kuwa msomaji wa vitabu, basi Disemba 2026 utakapokuwa umesoma vitabu kadhaa, maisha yako hayatakuwa kama yalivyo leo. Utakuwa umebadilika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu kwa kuvisoma kitabu, kusoma vitabu tunafahamu, jiongezee maarifa, jiongezee elimu. Unaweza ukatafuta elimu pia katika mifumo rasmi, ukatafuta isiyo rasmi, ukajiongezea elimu mtandaoni, ukaanza kutafuta kuvisoma vitabu mbalimbali. Jua alau kila mambo ukikuuliza kuwe na maarifa kadhaa ambayo unaweza sema kidogo. Ukiulizwa kuhusu biashara una neno ambalo unaweza ukasema, ukiulizwa kuhusu uchumi una neno unaweza ukasema, ukiulizwa kuhusu mambo ya kiroho una neno unaweza kusema, kwa sababu kwa kuvisoma vitabu unaurisha ufahamu wako na maarifa ambayo yanakuwa chanya, ambayo hayo maarifa yanakusaidia kuwa bora, na vitabu vinaweza kukusaidia kuchakata fahamu zako na zikawa bora zaidi. Dhamiria 2026 kuwa msomaji wa vitabu. Ninajua katika Biblia kitabu cha Danieli sura ya 9 na mstari wa 2 anasema, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nikafahamu. Huyu akafahamu miaka waliokuwa wanapaswa kukaa utumwani, na akajua ya kwamba imeisha kwa kuvisoma vitabu. Kwa kumbe kwa kuvisoma vitabu kuna siri. Na ukianza kuwa jambo zuri sasa, ukianza kuwa msomaji wa vitabu, unasoma vitabu, utajikuta unaanza kuandika pia vitabu, kwa sababu maarifa yakishakujaa, ukawa na maarifa, ukaanza kufikiri chanya, na wewe mwenyewe utaanza kuandika vitabu. Na ukiandika vitabu basi ni chanzo cha kipato, lakini ni urithi wa kudumu ambao hata baada ya wewe kuondoka duniani, vitabu vyako vitaendelea kusomwa, na ule mchango na mtazamo wako chanya ambao utauacha katika dunia, basi watu wengine watakuwa wanaweza kuurithi na mawazo yako yataendelea kudumu. Kwa hivyo ni jambo la pili la kuweza kukusaidia kupata hekima mwaka 2026. Na jambo la tatu, kama utahitaji kupata hekima 2026, basi ni ambatana na wenye hekima. Ambatana na wenye hekima. Hii iko wazi katika kitabu cha Mithali 13:20, anasema enenda na wenye hekima nawe utapata hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kwa kumbe ukienenda na wenye hekima utapata hekima. Hekima inaambukizwa kama mafua. Hekima inaambukizwa ukiwa kwa ukaribu. Ukiwa karibu na wenye hekima, ukajizungushia wakawa ni marafiki zako wenye hekima, na wewe unaanza kupata hekima. Kwa wakati mwingine kwa kuvisoma vitabu unaanza kukaa na wenye hekima.
unakaribiana. Kuna watu ni waandishi wa vitabu, kwa sababu kwenye vitabu watu wanaandika mawazo yao. Kwa pale utakapoanza kuambatana nayo yale mawazo yao, ni kama umekaa nao meza moja, kwa sababu wale wana hekima na wewe unaanza kupata hekima, unaanza kuyaona mambo kwa sura tofauti kabisa na vijana wa umri wako wanavyoyaona na watu wengine wanavyoyaona, kwa sababu wewe umekwisha kuamua kujipatia hekima. Ukienenda na wenye hekima, basi ni wazi na ni dhahiri ya kwamba unapata hekima. Na jambo hili nimekusisitiza ya kwamba hakikisha unaambatana na wenye hekima. Usiwe tu unakuwepo ili mradi upo, lakini ambatana na wenye hekima. Jishikamanishe na watu wenye hekima. Ukijishikanisha na watu wenye hekima, na wewe unaanza kupata hekima. Na watu wenye hekima ni watu ambao wanapata manufaa mengi sana. Baada ya kumaliza hizi namna 5 za kupata hekima, nitakudokeza kidogo kwa nini unahitaji hekima. Hekima ina umuhimu gani? Basi jambo la 4 ambalo linaweza likakusaidia kupata hekima ni kutafakari uumbaji wa Mungu. Pata muda, anza kutafakari. Tafakari uumbaji wa Mungu. Tafakari namna ambavyo mambo yanaenda. Kila kitu tunavyokiona kinaenda, kilichoumbwa nyuma yake kuna hekima. Tunasema kitaalamu operating principle. Kila kitu ili kifanye vizuri, kifanye kazi yake, nyuma yake kuna hekima inayoifanya hicho kitu kifanye vizuri. Kuna hekima fulani ambayo inafichwa nyuma ya kufanya hicho kienende vizuri. Ukisoma kitabu cha Mithali 6:6 na ule mstari yani 6 mpaka 7, utaona neno la Mungu linatufundisha hapo kuwa mtazame chungu ukamwangalie, hana kiongozi, hana, yani anaposema chungu ni wadudu wadogo kama sisimizi. Anasema hawa huwa wanatafuta chakula wakati wa kiangazi, wanakusanya, japokuwa hawana akida ala msimamizi, lakini wanajua wakati wa kiangazi wanakusanya vyakula, wanaokota mabaki, wanaenda wanatunza ili watumie wakati wa njaa. Kwa anasema nenda kuangalie, yani kwa kuangalia, ukikaa kuangalia, unajikuta unapata hekima. Kumbe hawa ndio wanapofanya namna hii. Unaangalia namna mchwa wanajenga nyumba zao, wanajenga vichuguu kwa mate. Unaangalia ushirikiano wanaoonyesha. Kwa unakuta ukianza kukaa ukatafakari namna mbalimbali wa mimea, wadudu, namna mbalimbali ambayo inaishi, samaki, yani ukaanza kutafakari, ukaangalia, kuna hekima utaanza kuipata. Unajua hata hizi ndege mengi ni maumbo ya hawa ndege wa kawaida. Hawa ndege wanyama, wengine wamekuja wametengeneza ndege za kubeba watu, lakini kutokea kwenye idea au fahamu wa hizi vitu vya kawaida. Kaangalie maumbo ya meli, kaangalie maumbo ya, yani wameangalia hekima. Samaki kwa nini amechongoka? Meli nazo zinachongwa kidogo. Kwa unakuta vitu kama hivyo vinakusaidia kupata hekima. Tafakari uumbaji wa Mungu. Kaa, kuwa na muda, tafakari. Upepo unapokupiga, tafakari. Yani hakikisha unaanza kutafakari. Angalia mienendo ya vitu. Nenda mbugani, tembelea, angalia, jifunze. Utajikuta zile tafakari zinazaa vitu chanya. Ili video yangu isiwe ndefu sana, ninataka tena nikwambie jambo la 5 na la mwisho litakalo kusaidia kupata hekima mwaka 2026 ni kwa kumuomba Mungu. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5 na wa 6, anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu atoae, yani Mungu anayetoa pasipo udhalimu, yeye anatoa. Mtu anayetaka kitu akimwomba anampa. Kwa kama unaona umepungukiwa na hekima, una shauku ya kupata hekima, unaanza kumwomba Mungu. Inua dua yako kwa Mungu. Mwinulie Mungu dua. Inaruhusiwa kuomba kwa Mungu kwa sababu anasema ombeni mtapewa. Ukisoma Mathayo 7:7. Lakini anazungumza pia, anasema ni nani kwenu ambaye mtoto wake akamuomba mkate akampa jiwe? Ni nani kwenu ambaye mtoto wake akamuomba samaki akampa nyoka? Kwa kama sisi waovu tunawapa watoto wetu vilivyo vyema, basi Mungu aliye mbinguni naye ukimwomba hekima atakupa hekima. Hekima kwa nini uitafute? Hekima ni mlango wa kukufungulia hatua zingine kubwa. Hekima inaweza kukuletea fedha, inaweza kukuletea watu maishani, inaweza kukufungulia milango ambayo hata isingefunguka kwa namna ya kawaida. Hekima ni muhimu sana. Hekima ni muhimu sana katika kufanya mambo mbalimbali. Ukitaka kwenda mbali, basi tafuta hekima. Hekima itakusaidia. Nimesema namna 5
za kupata hekima. Ya kwanza ni kumcha Bwana, ya pili nimekwambia ni kusoma vitabu, ya tatu nimekwambia ni kuambatana na wenye hekima, ya nne nimekwambia kutafakari uumbaji wa Mungu na namna za uumbaji zinavyofanya kazi, lakini ya tano nimekwambia kumwomba Mungu. Kwa namna hizi ukizifuata 2026 Disemba utarudi kwenye hii video ukishukuru kwa sababu umepata hekima na umekuwa ni mtu wa viwango vingine. Ninatamani sana siku nikutane na shuhuda zako za kwamba umepiga hatua baada ya kuitazama video hii. Mimi ni ndugu yako Japhet Katana na nimefurahi kuambatana nawe katika hizi dakika 11 ambazo tuko pamoja mahali hapa tukitazama namna ya kupata hekima. Lakini kabla hujaondoka, unaweza ukasubscribe ujumbe huu ili tuweze YouTube waweze kuupeleka mbali na kuwafikishia watu wengine, ili mwaka 2026 tuongezeke, tuwe watu wengi ambao tutakuwa na hekima. Ninakutakia kila laheri katika safari yako ya kupata hekima. Ninatamani tena kukuona ukiwa bora. Bye bye. Thank you.